Mimi naitwa Dr. Simon Felician Mrema, ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, na pia ni mganga mfawidhi katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Mtakatifu Gaspari Itigi. So kawaida tunatoa huduma zote ambazo zinatolewa na hospitali yetu, lakini kwa kipekee tunatoa kwa wiki hii huduma za kibingwa katika idara ya magonjwa ya wanawake na uzazi, katika idara ya watoto, katika idara ya magonjwa ya ndani na katika idara ya upasuaji. Na huduma hizi kwa siku hizi, kwa wiki hii, wateja wetu wanapewa nafasi ya kuja kuonana na madaktari bingwa bila malipo yoyote. Kwa madaktari bingwa wanaona, wanachukua historia, wanafanyia vipimo na kadhalika, na wapa ushauri kuhusu hali ambazo wanakutana nazo baada ya kusikia historia kutoka kwao na baada ya kuwapima. Kwa hiyo imetolewa kwa hii wiki nzima kwamba wateja wetu na watu wenye shida mbalimbali basi wanakuja free kabisa, wanaonana na madaktari bingwa, na madaktari bingwa basi wanawasikiliza na kuwapa ushauri na matibabu yale ambao wataona yanastahili. Na pia katika wiki hii tumepata bahati ya kuwa na wataalamu madaktari wa meno kutoka Marekani ambao tumekuwa na ushirikiano nao kwa muda mrefu sasa. Hao wako hapa kwa tangu tumeanza wiki hii tarehe 20, na wanatoa huduma mbalimbali pia za kinywa na meno kwa wateja, na huduma hizo pia tumezitoa kwa kipindi hiki free ili kuwasaidia wanajamii kuweza kuonja ule upendo ambao Mtakatifu Gaspari alipenda kueneza kwa watu duniani kote. Kwa hiyo wanapata huduma mbalimbali zikiwemo huduma za uchunguzi wa meno, kung'oa meno, kuwekewa meno bandia. Zote hizi zinatolewa bure katika kipindi hiki, na pia wanapata huduma nyingine zote zinazohusiana na mambo ya meno. Na pia wale wanaokuja kwa ajili ya kuona madaktari bingwa, kabla ya kuona madaktari bingwa kuna huduma pia wanapata za kuangalia afya zao kwa ujumla, mambo ya sukari, mambo ya pressure, mambo ya maambukizi ya magonjwa mbalimbali, mambo ya hali ya afya, vitu vinaitwa BMI, wapima urefu na nini, wanapewa ushauri kuhusu mambo ya afya. Na pia wanavyoingia kabla hajafika kwa mabingwa pia kuna elimu mbalimbali za afya. Kama nilivyosema hapo awali, tuko na wenzetu kutoka chuo, basi wanaendelea kupata elimu pale kuhusu mambo ya afya katika mabanda ambayo yako ndani ya eneo la hospitali. Uitikio ni mkubwa sana kwa kweli, na siku ya kwanza, ya pili mpaka leo wateja ni wengi, wananchi ni wengi ambao wamekuja kwa ajili ya kupata huduma hizo, na saa nyingine tunaendelea na huduma mpaka saa 3 mpaka saa 4 usiku, saa nyingine hata tunashindwa kuwamaliza siku ile. Lakini kwa hiyo mwitikio wa huduma hizi kwa wakati huu umekuwa mkubwa sana, na tunashukuru kwamba tumeweza kutoa kila ambacho tulikuwa tunatamani kukitoa kwa wananchi wale wanaotuzunguka katika wiki hii ya Mtakatifu Gaspari, kuona kama taasisi yetu inaeneza ule upendo ambao Mtakatifu Gaspari alikuwa anahubiri kwa watu. Basi tumefurahi kwamba watu wamekuja kwa wingi, na kwa kweli wanapata zile huduma ambazo tulitegemea kuwapa, kwa maana ya kwamba tunatoa huduma kwa watu bila ubaguzi wowote na kwa upendo. Yani ile touch ya kwa mgonjwa anayekuja kwetu anaifeel zaidi, kwa sababu ya namna ambavyo tunatoa huduma ni huduma zilizojaa upendo. Hatufanyi kwa kutimiza wajibu tu, lakini tunafanya kwa wito wa ndani wa kuongozwa na mfano wa Mtakatifu Gaspari, na kwa hivyo wagonjwa wanaokuja hapa wanapata ile huduma ambayo kwa kweli ina utofauti na upekee kidogo kwa namna tunavyotoa. Kwa hiyo wanafunzi wanavyokuwa pamoja nasi katika kutoa huduma hizi, wanapata ile faida ya kuona namna ambavyo tunatoa huduma ambazo hazifuati tu professionalism peke yake, lakini vina ule upendo ndani yake, ile kujali watu zaidi, human dignity, ambayo iko enshrined katika vision na mission ya hospitali yetu ambayo inafuata principles za Kanisa Katoliki. Na kwa hivyo wakitoka hapa tunategemea kwamba watakuwa wajumbe wazuri wa taasisi, lakini pia watumishi wazuri katika taifa, katika kutoa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia upendo zaidi. Na kitu ambacho kinaleta huo tofauti ni hasa upendo ambao mtu anakuwa nao katika kuhudumia watu, namna anavyowajali, namna anavyowaelimisha, na namna anavyowapa zile huduma
kwa upendo na kwa hiyo professionalism.